Jamani, mna mchungaji mzuri. Mna mchungaji mzuri. Ningekuwa naweza ningempeleka Dar es Salaam. Na mkae chonjo. Mimi kwa jina naitwa Rubera Mato. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ni mwinjilisti, lakini pia kwa neema ya Mungu ndio katibu wenu wa idara ya uinjilisti taifa. Huu ni mwaka wa fikiri wa 5. Nilianza tangu mwaka wa 20, awamu ya kwanza miaka 4. Nimekuja tena awamu nyingine miaka 4 nyingine. Nategemea kumaliza labda 2029 kama neema ya Bwana bado inaendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu ananiita profesa kweli, lakini saizi ni mchungaji. Nimefundisha chuo kikuu zaidi ya miaka 37. Lakini nishamaliza. Saizi niko huku, najisikia vizuri sana huku. Mbona ukae tayari, usikilize vizuri. Na kuletea ujumbe unasema nguvu ya kuzaa na kuongeza mambo ya kiroho kwa muamini wa Yesu Kristo. Nguvu ya kuzaa na kuongeza au kuongezeka katika mambo ya kiroho kwa muamini, yani kwako wewe uliyemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nguvu ya kiroho, nguvu isiyoonekana lakini ipo. Kuna nguvu za namna mbalimbali. Waswahili au Kiswahili wanasema nishati. Kuna nishati za namna mbalimbali. Zingine tunapikia majumbani, kuna gesi, kuna mkaa, kuna umeme, sawa? Lakini hii ni nguvu ya kiroho. Hausikii lakini ipo. Hauinusi lakini ipo. Na kawaida ya nishati yoyote, nishati huwa inaleta mabadiliko. Nishati huwa inafanya mambo. Ndio maana kama kuna nishati ya umeme, tunapata mwanga kama huu. Vyombo vinafanya kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Pia nguvu ya kiroho huwa inatenda mambo. Na yenyewe inatenda ndani ya moyo wa mtu. Na inaleta mabadiliko ambayo unayaona kwa macho. Haleluya. Jamani, haleluya. Isipokuwepo hiyo nguvu, hakuna mabadiliko. Mwanadamu habadiliki, anabaki hivyo hivyo. Na Mungu anataka ubadiliki. Haleluya. Na haleluya. Unanielewa mtu wa Mungu? Nguvu ya kuzaa na kuongezeka mambo ya kiroho. Kinachomata sana, ambacho cha msingi sana ni mambo yako ya kiroho. Mambo ya kiroho yako katika moyo wa mtu. Hayako kichwani, hayako kwenye mavazi, yako katika moyo. Na yanatoka huko yanaleta mabadiliko nje. Yanaanzia ndani, lakini mabadiliko yake yanakuwa nje. Na mambo ya kiroho haya ndiyo yanatusogeza kwa huyu Yesu aliyetuokoa. Jina la Bwana libarikiwe. Tutakwenda kusoma sehemu 2. Tutasoma sura ya 8 ya kitabu cha Luka kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 28. Mstari wa 4 mpaka 15. Alafu tutasoma Efeso sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 16. Efeso 3:14 mpaka 16. Tutayasoma hayo kwanza, alafu nitakuelezea. Tunasoma kwa jina la Yesu. Tuanze na Luka. Mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka kila mji wakimjia, alisema kwa mfano. Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa. Ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea, zikakauka kwa kukosa nini? Kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya nini? Ya miiba. Na miiba ikamea pamoja nazo,
ikazisonga. Nyingine zikaanguka wapi? Penye udongo mzuri, zikamea, zikazaa moja kwa nini? Kwa 100. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikia afanyeje? Na asikie. Mwenye masikio ya kusikia afanyeje? Nami nasema PRC, mwenye masikio ya kusikia afanyeje? Asikie. Mstari wa 9. Wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake nini mfano huo? Akasema, nini mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona sifanyeje? Wasione, na akisikia sifanyeje? Wasielewe. Mstari wa 11. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni nini? Mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndio nini? Wasikiao. Kisha huja nani? Ibilisi, akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini wakafanyaje? Na kuokoka. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo hulipokea lile neno. Kwa nini? Kwa furaha. Nao hawana nini? Mizizi. Huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa wanafanyaje? Hujitenga. Na zilipoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao ufanyaje? Usongwa na shughuli na nini? Na mali. Na nini tena? Na anasa za maisha gani? Maisha haya. Wasifanyeje? Wasiivishe lolote. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyoofu na wema mioyo yao ulisikia neno na kulishika, kisha uzaa matunda. Kwa nini? Kwa kuvumilia. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Tusome na ile sehemu nyingine tena. Kitabu nini? Efeso, Efeso sura ya 3 mstari ule wa 14. Amina. Umeshafika? Efeso 3:14. Nasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni nini? Kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake, kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa wapi? Utu wa ndani. Turudie mstari wa 16. Anasema awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake, kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa wapi? Katika utu wa ndani. Jina la Yesu litukuzwe. Leo Roho Mtakatifu anataka kufanya imara katika utu wa ndani, ili uweze kuzaa matunda, ili uweze kuzaa mambo ya kiroho katika moyo wako, katika maisha yako, ili uweze kufika mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu, naambia ujumbe huu ambao Mungu amenipa ili uweze kusikia vizuri. Tuko safarini, tunakwenda mbinguni. Dunia inapita na mambo yake yanapita. Katika haya tunayotenda yote, nia ndio tufike mbinguni. Tusipofika mbinguni hatujafanya lolote. Tunatakia wewe ufike mbinguni na mimi nifike wapi? Mbinguni. Na hii Yesu ndiyo anatuambia tuseme na watu ili uweze kuwa imara. Yesu alipotuokoa ametuacha hapa duniani. Na duniani hapa ndio shetani yupo, ndio uwanja wake hapa wa kujidai. Anaenda kokote, ndio sehemu yake. Ni kama vile ukimtoa samaki majini, ukamchukua samaki ukamtoa ziwa wapi hili? Ziwa lenu hili. Ziwa Babati. Ukimweka nchi kavu tu, baada ya muda
hata usipomfanyia lolote atakufa. Sio uwanja nyumbani. Na ukijaribu kumshika ni rahisi tu, hata kigaragara hivi wala hata mtoto mdogo anamkamata kirahisi. Lakini akiwa uwanja wake wa nyumbani ukijidai uende kumshika ile samaki, unaweza kaishia wewe mwenyewe, unaweza kufa maji, maana humwezi. Sasa ndivyo na sisi hapa tulipo duniani ni uwanja wa shetani wa kujidai. Sasa Mungu ametuacha hapa ili uweze kushinda. Unahitaji kufanywa imara katika utu wa ndani kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Hii nguvu ambayo inawezesha wewe kuzaa na kuongezeka katika mambo yako ya kiroho. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nimesoma mahali ambako Luka anatuandikia habari za maisha ya Yesu, mambo ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani, mafundisho ambayo alifundisha akiwa hapa duniani kwa wanadamu kama wewe na mimi, ili wapate kumjua Mungu wao, wapate kumjua Mungu wa kweli, waweze kumwelewa, waweze kuambatana naye. Akafundisha, akasema hili ndio zungumza hapa. Yesu anatoa mfano. Yesu alizungumza sana kwa mifano ili wapate kuelewa mambo ya rohoni ambayo alikuwa anazungumza, mambo ya Mungu ambaye walikuwa hawajawahi kumsikia wengine. Wengine wanamsikia kuna Mungu wa baba yetu Wayahudi, wengine wa mataifa hawajui, walikuwa na miungu mingine. Lakini anazungumza ili wanadamu wote waelewe kwamba yuko Mungu mmoja aliyeziumba mbingu na nchi, ndio Mungu wa watu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo alikuwa anazungumza kiasi ambacho watu waelewe. Hata leo mpaka mwanadamu amjue vizuri Yesu inachukua muda. Tunaanza taratibu, tunajifunza mpaka ifike kwamba mjue Yesu. Tutamjua sana sana, yani kama alivyo tutakapoonana naye. Jina la Bwana libarikiwe. Tutakapoonana naye mbinguni ndio tutajua ndivyo ulivyo. Lakini hapa saizi hata mama yangu huyu bado ana struggle kumjua huyu Mungu vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo akamwambia kwa mfano. Akatoa mfano huu wa kawaida, na sisi tunaweza kaelewa hapa Babati, kwa sababu nyinyi ni wakulima, mnapanda mbegu, mnapanda mahindi, mnapanda ulezi na mazao mengine. Habari ya mpanzi, mkulima ambaye amechukua mbegu toka nyumbani kwake akaenda shambani kwenda kupanda. Na anaenda kupanda kwa nia kwamba apate chakula. Kama ni mahindi, anaenda kupanda ili apate mahindi, apate chakula. Mazao kwake ni muhimu kuliko mabua. Jina la Bwana libarikiwe. Si ndivyo ndugu zangu? Kwa hiyo anaenda yeye mkulima, ana mbegu. Alipokuwa anasafiri kwenda huku njiani, kwa njia moja au nyingine, mbegu zingine zikafanyaje? Zikaanguka. Kwa bahati mbaya, si kwamba alikuwa anataka kupanda njiani, hapana, zilianguka. Kama na wewe unaweza kaanguka hiyo, lakini anaendelea, anazo nyingi. Akaanza kupanda. Anapopanda, udongo au shamba lake lile haliko sawa sawa maeneo yote. Kwingine hapa amepanda, kumbe hamna udongo mwingi sana, kuna miamba, nako ameweka mbegu. Kwingine anapanda, zikaota. Kwingine kuna udongo mzuri, zikaota mbegu. Inapoota na magugu pia akaanza kuota, kwingine yaoti, lakini kwingine kuko vizuri. Yakatokea makundi 4. Na makundi hayo 4, kila mmoja wetu hapa tuko kwenye kundi moja. Tuko kwenye kundi moja. Ndio hapo napenda uangalie sana. Makundi mangapi? Tuko kundi moja. Wanadamu wote duniani wakati wowote yako makundi haya. Yako makundi 4. Na lililo zuri. Tuzae. Amina. Tufanyaje? Tuzae. Anasema kundi la kwanza, anasema ile mkulima, mbegu zilizoanguka njiani hazikupata hata muda wa kuota. Haikuja ndege akafanyaje? Akaokota. Sina huku hivyo sikuna ndege kule kwetu kule
Unaweza ukapanda mtama, lakini kuna ndege wale wengine paka anafukua. Anaweza akafukua akaelewe pale ulipopanda, akafukua akachukua. Wewe unasubiri mazao, unakuta hakuna. Kumbe ulipotoka tu na mwenyewe akafanyaje? Akaja akachukua. Mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Jina la Bwana libarikiwe. Lakini akasema nyingine akapanda zikaota, ndio, lakini hamna udongo wa kutosha, ni mwamba. Vikaota lakini vikawa, mnasemaje vile mazao vidogo vidogo vidhaifu, kiruga chake ni nini? Wachaga wanasema viduchu. Vikawa yani viko hafifu, havina mizizi, si ndio? Lakini nyingine ikaota, kweli imeota kabisa, lakini pia akaota magugu mengi. Magugu, unajua magugu si nyasi ambazo hazikutakiwa sawa, zinaota na lila nini, na mmea unaota. Kama ni mahindi naye yanaota, yanakwenda anapanda yale magugu, na mmea pia unapanda, sio? Litazaa hilo, litazaa. Utapata muhindi hapo, utaona kweli ni muhindi, lakini jembamba. Lakini nyingine ikaota kwenye udongo mzuri. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema ukazaa, huyu 100, huyu ngapi, yaani ukiangalia na wewe unafurahi. Mahindi yanapendeza, unaona raha. Unajua mkulima akipanda mahindi yake anakuta shamba liko vizuri, mahindi yani ni green, alafu makubwa, mengine mebeba 2, mengine 3, anaona raha sasa anaona raha. Anasema mimi shamba hili eka moja imepata gunia ngapi mnapata kawaida kwenye eka mahindi? Hapa Babati eka moja mahindi natoa gunia ngapi? 20. Anasema 20. Sasa imagine yeye ametoa gunia 50. Yani mkulima akifika pale anasema jamani. Yani anaona raha kwenda shambani. Hata kama hakuna chochote anaenda kuliangalia tu, maana limezaa. Jamani limezaa. Jamani linapendeza. Ukizaa unapendeza. Mwambie mwenzako ukizaa unapendeza. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Yani tuko huko, Mungu mbinguni anatuangalia kila moja. Yule anayezaa, Mungu anakuwa karibu na yeye sana. Yani sana, anamwangalia tu, akipata mafua tu yani yanatoka wapi, anakausha. Haleluya. Jamani, haleluya. Sasa wanafunzi wake hawakuelewa, ilikuwa mfano mkubwa. Wakamwendea kumuuliza, tuambie maana yake nini? Sasa maana nini? Maana hiyo ndio inaituhusu mimi nawe. Yaani hii si kwamba mchungaji ufanye interpretation kama tunavyofundishwa kwenye vivyo vya Biblia. Hapa ameshatoa maana mwenyewe. Amina. Maana imeshatolewa. Akasema tasema hizo maana, alafu tutakuwa tumefika karibu sana na ujumbe wetu. Anasema ile zinazoanguka njiani, mbegu. Kwanza anasema mbegu ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Hili neno la Mungu linaingia kwenye masikio ya kila mmoja. Huyu anasikia, huyu anasikia, huyu anasikia, huyu anasikia. Mwingine anasinzia, lakini si neno ni lile lile. Mbegu ni lakini mwingine anafanyaje? Anasinzia. Sawa. Lakini neno hili la Mungu lina nguvu. Lina uweza. Tunasoma kwenye Ibrania 4:12, neno la Mungu ni kama upanga. Lina nguvu ya kufanya kazi.
linatenda mambo makubwa. Ukiamini linaleta mabadiliko. Ukiamini linaponya. Ukiamini linabariki. Ukiamini linalinda. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, linatenda mambo makubwa. Unatamka neno hapa Marekani kunaitika. Unatamka neno hapa nyumbani kwenu kunaitika. Siku moja mtu mmoja akampeleka mgonjwa kwa Yesu. Anasema nina mgonjwa, lakini Yesu anasema bwana mkubwa usije. Na mimi ni askari, nina watu chini yangu, nikimwambia huyu fanya hili anatenda. Wewe sema neno moja tu, mtuma wangu atapona. Jamani, akasema apone, ikaitika. Haleluya! Jamani, haleluya! Wala haikuwepo haja ya Yesu kwenda kwake. Alisema ikawa, maana ni neno la Mungu, lina uzima ndani yake, lina nguvu ndani yake, lina mamlaka ndani yake. Tunapolitamka linaleta uzima. Hata sasa napotamka linaleta uzima. Hata sasa napotamka linatenda kazi, maana ni Mungu aliye hai. Haleluya! Jamani, haleluya! Mbegu ni neno la Mungu, na ndio maana unatakiwa ulijue neno la Mungu. Unanielewa hata Mungu? Lijue sana neno la Mungu, huko ndiko kwenye uzima. Haleluya! Jamani, haleluya! Wengine wanajua nyimbo zaidi ya neno la Mungu. Nyimbo zote anazijua. Lakini neno la Mungu hata mstari mmoja hana. Sasa mimi nashindwa kukuelewa. Mwambie mwenzako nashindwa kukuelewa. Mapambio yote unayajua, lakini mstari mmoja hujui. Akili ya kujua kumbe unayo. Haleluya! Siku moja nishangaa, anasema kijana mmoja, anasema mtoto wangu hana akili. Akienda darasani hesabu hajui. Lakini ni mtoto. Manchester United anaweza akasema wachezaji wote wa Manchester City, anaweza akasema wachezaji wa Ufaransa, si wachezaji wa wapi, wote wako hapo. Hata mechi hizo chezwa lini, mwanangu ikawa hivi. Lakini timu moja ongeza moja hajui. Sasa hii akili anayotumia kufahamu wachezaji, si hiyo ya moja ongeza moja? Mnanielewa eh? Unanielewa vizuri eh? Amina. Sasa kumbe mtu anaweza akasikia neno, adui akaja akafanyaje? Akalinyakua. Ndio maana usije ukafika siku moja akasema hawa nimewahubiria sana, huna haja kuwaendea. Hapana. Nenda, rudi, ubiri tena na tena na tena na tena. Amina. Hiyo point umeipata eh? Akichukua adui wewe rudisha. Akiiba adui wewe rudisha. Akiiba mchana usiku rudisha. Akiiba usiku asubuhi rudisha. Akiiba leo kesho rudisha. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio tunafanya Babati. Si kwamba Babati hawajahubiriwa, wamehubiriwa sana. Bonga wamehubiriwa, Magugu wamehubiriwa, Dareda wamehubiriwa, Mjini wamehubiriwa, lakini tunajua ila adui huwa ananyakua neno. Wiki hii tunarudisha. Tunakwenda kupanda tena neno la Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Lakini wa pili ni wale ambao mbegu iota ndio, lakini hamna rutuba. Tunajua ardhi isiyokuwa na rutuba haitoi mazao, ni hafifu. Kila wakati niombee kila wakati. Jamani, majaribu haya hayaishi. Kila wakati yeye ni tegemezi. Mimi Yesu niliye naye ni ana wewe naye. Yesu niliyo naye na wewe. Lakini kila wakati wachawi wamekuja niombee.
Mwingine yuko tayari aje alale kwako, nikienda kwangu akulaliki. na mama mmoja pale kanisani anasema nikilala kwangu silali, anaenda kulala kwa jirani. Maana kwake kuna pepo. Mwambie mwenzako, Yesu ulionaye si ndio na mimi nile naye. Kumbe shida ni rutuba. Shida ni nini? Rutuba. Mazao yako yakomai. Amina. Na anayekomaza ni nani? Ni Mungu. Hiyo nguvu yeye utakayoipata hiyo ndio itakufanya ukomae. Haleluya. Jamani, haleluya. Kila mmoja Mungu anataka ukomae. Akishakuokoa anataka na wewe uwe chombo cha Bwana. Haleluya. Yaani ukishaokolewa unataka na wewe uwe chombo cha Bwana, ukawaleta wengine kwa Bwana. Haleluya. Ndio maana akatuachia nguvu, uweza toka juu. Haleluya. Na wala asema yakitokea majaribu kidogo tuna yeye ameacha. Yaani ameokoka, akirudi nyumbani mume wake anamwambia nitakuacha. Ukimrudia tena, baba amesema hii kitu hii sija hapa. Au akikosa hela kidogo tu, mtaji wako sikupe mtaji tena. Niseme. Nguvu ya kuzaa na kuongezeka mambo ya kiroho. Takwa mambo ya kiroho yazaliwe ndani ya moyo wako. Mjue Mungu aliye hai. Haleluya. Leo utaombea utaponywa, baada ya hapo utembee umesimama mwenyewe. Haleluya. Jamani, haleluya. Sio unakuwa tegemezi kila siku kwa askofu. Askofu pia na kazi zingine. Askofu pia na kazi? Wangapi wananielewa? Unaelewa sana? Piga makofi. Hapo umenibariki, umenitia moyo. Katika kazi ngumu ya walimu ni kufundisha watu wasioelewa. Ila nyinyi mmenitia moyo. Yaani nimeanza tunaona darasa zuri. Yaani mmenirudisha chuo kikuu. Najisikia raha. Ya mnaelewa hivi? Yaani matokeo ni A. Jina la Bwana libarikiwe. Tababati mna akili ase. Askofu, una watu wazuri. Yaani ndani ya dakika 5 ameelewa hivi. Mbarikiwe sana. Umpe mwenzako mkono kwamba kumbe una akili hivi. Mwambie tu bahati mbaya walisahau kupeleka shule. Amena. Lakini sasa, hebu tumwangalie ya tatu. Ya tatu, mbegu zilianguka wapi jamani? Kwenye wapi? Hebu tuisome. Yesu alisemaje? Tafsiri yake hiyo. Amina. Mstari wa ngapi huo? Tafsiri mstari wa ngapi? Wa 14. Wa 14. Nasema na zilizoanguka penye miiba. Unaona mstari wa 14? Na zilizoanguka penye nini? Miiba. Ni wale wafanyaje? Waliolisikia na katika kuenenda kwao usongwe na nini? Jamani, usongwe na nini? Na shughuli na mali. Na anasa za wapi? Anafanyeje? Wasivishe lolote. Watu wa Mungu, huo mtego huo ndio tulionao saizi. Huo ndio unatembea kwenye dunia saizi. Mnanielewa? Mnanielewa? Huo mtego ndio unatembea kwenye nini? Dunia. Walisikia katika kuenenda kwao, kanisani wanaenda, fungu la 10 wanatoa, sadaka wanatoa, maombi wanakuja, pambio wanazijua, nyimbo zote wanazijua, lakini hawajaivisha.
Kiangalia tabia zao, mbona zijabadilika? Mbona zijafanyaje? Mbona hata kachangao wanababaisha? Si unajua changa? Kanaingia pia Mbona mambo ya babu hajaacha wengine? Mmenielewa? Lakini mbona sadaka wanatoa? Mbona kwenye kitabu cha mzee wapo cha fungu la 10 kwa? Hamna kitabu. Sawa? Unajua muhimu ni kwa jina lako kwa kwenye kitabu cha Yesu. Lakini hapa lipo. Asikamu. Hapa ndio tuna mpambano mkubwa wa wachungaji. Na kile kizazi chetu leo. Si hapa kwenu, labda hapa au labda uko vizuri. Kwa shughuli. Sema shughuli. Mwambie mwenzako shughuli. Shughuli. Busy. Pastor, shughuli. Na anasa za maisha haya, shughuli za utafutaji. Yaani kila mmoja. Ukija kwenye jiji letu la Dar es Salaam ndio hatari kabisa. Shughuli. Siku hizi kama unataka upate watu, ukianzisha ibada ya dakika 20, ukaitangaza kwenye vyombo vya habari, Kifuru City ibada yetu ni only 20 minutes. Yaani ni dakika 20 tu. Kija ndani ya dakika 20 tumemaliza mambo yote. I say, sijua watu utaweka wapi. Si utaweka mama, si ndivyo? Si ndivyo? Si utaweka wapi? Maana utakuja wengi. Dakika 20. Wanataka mambo faster bwana. We have things to do. Tuna vitu vya kufanya. Yaani, mnaendaje? Masaa 8, 10 mna nani tu? Vipi? Masaa 10. Unajua vinapingana na mambo ya kiroho Unajua kiroho jinsi unavyokaa katika uwepo wa Mungu ndio jinsi unavyohudumiwa zaidi. Si ndio kiroho chenyewe? Si ndio Uwezo kalingana mtu ambaye anajichovya ameondoka. Musa alikaa na Yesu kwenye ule mlima siku 40, si ndio? Aliposhuka ilibidi amwekee kitambaa, hawakuweza kustahimili. Lakini sisi tunataka sasa tumeenda saa 1 ibada itashuka tu. Baadaye utasema na sisi mkibadilika na sisi tunabadilika. Samji utasema tutakuwa na ibada ya kwenye television. Yaani hapo ulipo nyumbani huku unakunywa chai. Nasema mama, tengenezee a cup of coffee please. Kikombe cha kahawa, alafu na keki chana mchungaji karibu anaanza. Okay. Huku unakunywa alafu mchungaji anatiririka. Nini? Busy. Shughuli. Unafikiri hali kama hiyo inaivisha? Ulishaona kuni mbichi zikaivisha kitu? Unafikiri vitu kama hivyo vitamsumbua shetani? Utakwenda alafu shetani ulimwengu wa kiroho wa giza ubabaike kwamba kuna mtu amekuja? Adui atakutesa wewe, atatesa mke wako, atatesa watoto, atawakanyaga, atatesa nyumba yako na ukoo wako. Huko mnasoma Biblia kila siku. Sababu huna time na Yesu.
Huna time na nani? You don't have time. Mambo haya yalitokea Yesu alipokuwa na Mariamu na Martha. Martha alikuwa anashughulika mambo mazuri tu. Kama haya shughuli, anaandaa msosi. Mariamu alikaa miguuni kwa nani? Nani alisifiwa? Kwamba amechagua nini? Ambalo nini? Malizia, unaona? Hamna atakayemuondolea, sio? Hili ni tatizo. Hili ni tatizo. Sio hapa tu, kwingi katika dunia tunaishi. Na hii ni hila za adui. Wala tukua hivi. Nikauliza mama zetu huko alikotoka, na sisi tulipata kidogo. Mimi na zaidi ya miaka 35 ndani ya wokovu. Kwa hiyo sio Mkristo wa jana. Lakini tukienda kuabudu siku hiyo ni ibada. Almost the whole day. Wengine akitoka nyumbani harudi mpaka jioni. Au naenda mnamaliza saa 7, saa 8, saa 10 tayari uko kanisani mpaka tena jioni. Na watakushuhudia moto uliokuwepo. Ulikuwa unatembea kwa ujasiri. Una ujasiri. Una ujasiri maana Mungu yuko pamoja na wewe. Shughuli. Ndugu yangu, shughuli hizo utaziacha hapa. One day you'll go. Utaziacha hapa hata kama ungekuwa na heshima gani. Wewe una heshima zaidi ya Yesu? Hata kama utakuwaje, siku moja utaziacha. Mungu anataka umzalie matunda. Anataka ubadilike wewe mwako. Shughuli. Kwani wakati ule hao walikuwa hawana shughuli? Mbona tulikuwa tunafanya kazi? Mimi nilikuwa nafundisha, muda wote nafundisha. Bado nahubiri Injili, nimehubiri Injili zaidi ya miaka 30 sasa. Walimu wenzangu walikuwa wanashangaa kazi fulani. Tunamaliza vipindi, wao wanaenda kwenye viti virefu, mimi naenda kwenye gospel. Asubuhi tunakutana. Wewe unaenda kanisani, wao mwingine anaenda kulala tu na kuangalia TV. Au anaenda kwenye moja baridi moja. Lakini wewe unajua siku hizi hii kitu hii hey. Hii kitu hii yani hata muda wa ibada unafika hujaelewa. Si ndivyo jamani? Aka kajitu aka hatari. Lakini point, hawakuivisha lolote. And when the Bible says this, Biblia inaposema hawakuivisha lolote, tafsiri yake ni kwamba hawakufaa hata kuingia. Si ndio? Si ndio maana yake? Walipoteza sifa. Si kwamba haikuwa mbegu. Walipokea mbegu, wakazaa shida. Yale yaliwazunguka na wao wakaenda naye. Lakini kuna ambao walizaa. Si kwamba iwezekani. Inawezekana kuzaa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Inawezekana kuzaa. Maana wako ambao walizaa 100. Wako ambao udongo ulikuwa ni mzuri, na wao umepangwa kwenye udongo mzuri. Na we inawezekana. Unaweza ukabadilisha mtazamo.
Unaweza ukabadilisha mustakabali wako ukazaa. Jina la Bwana libarikiwe. Kinapenda nikwambie leo, mambo ya Mungu ili alete mabadiliko yanahitaji nguvu. Haleluya, haleluya. Ndio neno ambalo tumesoma katika Efeso. Paulo anawaandikia wa Efeso barua, waraka. Anamwomba Mungu kwa ajili yao, watu ambao walimjua Yesu, wameokoka kama mimi na wewe. Anawaandikia barua, na moja ambaye anamuomba maombi yake kwa Mungu, ile sura ya 3 mstari wa 16 asema, awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa nini? Wa ndani. Anayeweza kubadilisha moyo wa mtu ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Ndio maana Bwana Yesu anawaambia wanafunzi wake, msije mkatoka wapi? Yerusalemu. Ngojeni kwanza mpaka mtakapobatizwa. Kwa nini? Kwa Roho. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kama Mkristo natakiwa ujaze nguvu, na hii nguvu anayetupa ni Roho Mtakatifu. Unapompa nafasi anakubadilisha. Haleluya jamani, haleluya. Nasema tena haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lazima ujazwe na Roho Mtakatifu. Usipojaza Roho Mtakatifu, ile nguvu ya mabadiliko unaikosa. Huyu ndiye anatuwezesha, huyu ndiye anatusaidia. Haleluya jamani, haleluya. Lakini wengine wamejazwa, amebaki ananena kwa lugha kidogo tu, kidogo, lakini yale maombi ya kuleta mabadiliko halisi hana time. You don't have time. Na hiyo ni shughuli. Unajua, tulikuwa tunakuja hapa, tukatoka kwenye ile barabara kubwa tukaja nyingine, alafu tukateremka hii ya vumbi. Kama unaendesha gari, barabara ile ya vumbi huwezi kwenda spidi, si ndio? Kama ina corrugation hii sana sana 10, 20, sawa. Lakini ukifika barabara ya lami ile, sawa, unaweza kumwambia dereva achilia. Na kama ni kijana utaogopa, sababu ataenda. Sasa wengine maombi yetu huwa yanaishia barabara ya vumbi. Umenielewa? Barabara ya nini? Hayafiki kwenye highway za kiroho. Maana ataanza kuomba shatara popokosi hondera mama, asante Yesu, anaenda kuvaa suruali. Ndio maombi iko kwenye vumbi hapo, bado hajafika. Ndio maombi yake siku nzima, na maombi mengine. Na wewe ni baba na watoto, na watoto wengine ni jeuri. Mtoto jeuri utamtoka, baba asante shindara baba usikarabash, thank you Jesus. Ayatageuza mtoto kichwa maji. Mtoto kichwa maji. Umtoi. Umesema vizuri, umtoi. Mtoto kichwa maji anataka uchochee mzee. Chochea kabisa, mwache roho azunguke. Rikopo shembara makayani kashetara baba kaya sana. Yani unakaa. Haleluya. Fanya hivyo wiki moja kama utaona mabadiliko. Jamani, fanya hivyo wiki moja kama utaona mabadiliko. Aya, hebu simama.